Uasin Gishu ambapo Doreen Chepkorir kutoka Marura alipata nafasi ya kuitwa kujiunga na chuo cha wauguzi zaidi ya mara 3, lakini cha kuvunja moyo ni kuwa hajaweza kujiunga na chuo hicho kwa sababu ya kukosa karo. Mwandishi wetu John Wanyama ana maelezo zaidi. Doreen Chepkorir alishindwa kujizuia na machozi ya uchungu alipokuwa akituelezea masaibu yake ya kushindwa kuendelea na masomo. Hapa tunampata Doreen akiendelea na kazi ya kuwafulia watu nguo katika kitongoji cha Marura na hulipwa shilingi 200 kwa siku. Lengo lake ni moja tu, kuweka pesa hizo hadi ajilipie karo. Nika-apply shule KMTC nikaitwa, lakini sikuweza kuingia. Mamake mzazi ambaye pia hana uwezo, Mercy Kiprotich, yeye huuza matunda katika kibanda hiki angalau kuwakimu wanawe wengine, ila ameshindwa kabisa kumlipia karo mwanawe. Maisha imekuwa ngumu upande wangu kweli, kwa sababu nalipa nyumba, watoto lazima wakule. Kazi yenyewe imekuwa ngumu, saizi hakuna pesa. Hapa ni eneo la Moibena ambaye kuna Daktari Phyllis Parto. Naomba kwamba mama aweze kuchipi na kusaidia huyu msichana. Na zaidi ya yote tuna mama ambaye ni Ebo, ambaye ni women rep wetu Siolei, aingilie kati na asaidie huyu mwanafunzi. Alafu mchapakazi huyu engineer wetu Sudi, mtoto wa kaunti wetu huyu aweze akateseka mkiweko. Matumaini ya msichana huyu ni kuendeleza masomo yake na anawaomba wahisani kumsaidia ili aende chuoni. Naona ndoto yangu itazima tu hapo. Any well wisher out there, kindly support me. I want to go back to school. Hali ya uchochole katika nyumbani mwao imemsababishia mwanafunzi huyu kukosa nafasi 2 za shule, na sasa anawaomba wahisani mahali popote walipo waingilie kati wamsaidie ili aweze kutimiza ndoto zake. John Wanyama, Marura, Uasin Gishu.